السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Ikiwa leo katika darsa la leo insha Allah kwa tawfiki ya Allah tunaingia katika shurutu al-khusli. Ya darsa lililopita tuliangalia maana al-khusli na mujibatu al-khusli, yale yanayopelekea sasa mtu katika kufanya ibada ya kuoga. Leo tunaangalia shurutu al-khusli. Musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin. Anasema shurutu al-khusli, zile sharti sasa za mtu ili kuweza kukoga, ya shurutu alwudhu sabiqa, kama ambavyo kwamba sharti za udhu zile zile ndizo sharti za mtu kupaswa kuoga. Bimaana kusio katika mwili kuna kitu ambacho kwamba kitazuia maji kuingia, awe ni mumayizi yule mtu ambaye kwamba anafanya ibada kama hii, zile sharti zote ambazo kwamba tulizitaja katika alwudhu. Kisha msanifu rahimahullahu ta'ala akatupeleka moja kwa moja katika sunan al-khusli. Ni zipi sasa sunna ambazo kwamba yule mwenye kuoga anaweza kuzifanya wakati wa kukoga kwake? Natuambia sunan al-khusli kathiratun, kama ambavyo kwamba kulikuwa kuna sunna za udhu nazo ni nyingi, lakini msanifu naye akajaribu kutuwekea chache zake pia katika kuoga. Ametuambia sunanul khusli kathiratun, zipo nyingi. Minha, miongoni wake alqiyam. Kwanza ni sunna mtu akioga aweze kuoga hali ya kuwa amesimama. Hii ndo sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtu ana maradhi, ikiwa huwezi kukoga kwa kusimama, basi waweza kuketi, lakini sunna ni ile mtu anakoga hali ya kuwa amesimama. Lakini pia vile vile istiqbal alqiblati, mtu aweze kuelekea kibla, ni sunna mtu akati kuoga aweze kuelekea kibla, kama ambavyo kwamba mtu anapochukua udhu anakuwa ni mwenye kuelekea kibla. Lakini pia vile vile udhu ni sunna katika kuoga, na ni bora ukachukua udhu kabla ya kuoga. Yani ukiwa umeingia bafuni unaanza kuchukua udhu kisha unakoga. Na hapa swali la wengi wanakuja, je, naweza kuchukua udhu hali ya kuwa mimi niko katika aura, maana niko uchi? Naam, yaswi, maana si katika sharti kwamba mtu akichukua udhu lazima afunike ule uchi wake. Kwa hiyo mtu anaweza akachukua udhu akiwa katika hali ya uchi. Kwa hiyo udhu inakuwa ni sunna katika kuoga. Na hapa kuna nukta muhimu, ikiwa katika kuoga kwako kule janaba imesababishwa mathalan na al-inzal bila ya kulala, basi tunakwambia hapa udhu inakuwa ni sunna. Bimaana ahyana mtu ataweza kaenda kuoga lakini kumepatikana mambo mawili, bimaana ametengukwa na udhu kisha na amewajibishwa kuoga. Labda mtu ameweza kupatwa na kitu ambacho kwamba kinamsababisha kuoga, mathalan ametoka na manii, lakini tukiangalia yale manii ameyapata mathalan kwa kufanyaje? Mathalan ameyapata kwa kugusana na mwanamke. Kwa hiyo tunakwambia pale amegusana na mwanamke, bi maana udhu wake umetoka, lakini pia manii yake akatoka. Kwa hiyo udhu wa pale itakuwa si sunna, bali atanuia faradhi al-ghusl. Lakini lau mtu akatoka na manii, lakini yale manii yake tukiangalia namna alivyotoka, yametoka mathalan kwa kufikiria tu kwa hiyo ametoka, tunakwambia udhu wako upo. Kwa hiyo maana katika kunuia utanuia udhu utakuwa ni sunna. Adhuni itakuwa wazi point kama hii. Lakini pia vile vile at-tasmiyah, kusema bismillahir rahmanir rahim, ni sunna katika kukoga, bali katika udhu pia. Lakini pia vile vile wataahudu al-ma'atif, kuchunga zile sehemu zilizofichikana, bali ikiwa maji hayawezi kufika katika sehemu kama hizo isipokuwa kwa kufanya taahud, basi inakuwa ni wajibu. Bimaana lau mtu una tumbo kubwa na maji yako hayawezi kufika kule ndani, basi nakwambia kule kufikisha maji kule ndani ukafunua lile tumbo ukaingiza maji ni wajibu. Lakini ikiwa maji yanaweza kufika kwa hiyo kule kufunua kwako katika tumbo mathalan ni makwapani huku sehemu zile ambazo kwamba zimejificha ficha, basi inakuwa ni sunna. Lakini sunna nyingine ni adalku, mtu kujisugua.
ukaingia bafuni kule ukawa unajisugua mwili wako ni sunna, kwa sababu faradhi ni kujimwagia mwili wako wote maji, ukapata maji pasipo ya kukosekana sehemu katika kiungo chako. Lakini pia vile vile at-tathlith, kufanya utatu, ukaoga kosho la kwanza, la pili na la tatu. Kisha watartibu afaalihi, na kufatiliza ama kuvipangilia vitendo vyako kwa utaratibu. Bi an yaghsila al-kaffaini, anatupa taswir ama anatupa picha kama kufanya vipi. Bi an yaghsila al-kaffaini, mtu akiingia kule ni sunna anze kwanza kuosha vitanga vyake vya mikono, kisha thumma al-farja wa ma hawalaihi, aoshe ile tupu yake. Sasa unaosha vitanga kisha unasafisha ile tupu yake, na hii ndio kaifia ambayo kwamba alikuwa akifanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza anaingia katika kuoga kwake kule, anaanza kuosha mikono sallallahu alaihi wasallam, kisha akimaliza anaosha tupu yake kwa kusafisha yale mauchafu, ndio maana manii na mfano wa vitu ambavyo kama vimepelekea kuoga. Kisha baada yake wa mahawalaihi, na vile vilivyozunguka ile tupu yake. Thumma yatamadhmada, kisha alikuwa akisukutua, wa yastanshika, kisha akipandisha maji puani, maana utasukutua kisha utapandisha maji puani. Na hapa kusukutua na kupandisha maji puani huhesabika kama si kiungo kule ndani, haihesabiki kiungo, kwa sababu lao ingekuwa ni kiungo cha lazima, basi tungeambiwa ni wajibu kuingiza maji ndani. Lakini katika masala ya najasa, mdomoni ndani huhesabika kama ni kiungo, na pua kule ndani huhesabika ni kiungo kwenye masala ya najasa. Bi maana mtu akitokwa na fizi katika fizi yake akatokwa na damu, basi ni wajibu asukutue kule ndani, maana amepatwa na najisi ile. Lakini katika masala ya udhu na masala ya kuoga, kule mdomoni huhesabika kama kiungo cha ndani, hakihesabiki kama ni cha nje. Kisha mtu akimaliza, thumma yatawadha, unachukua udhu wako kamili. Sallallahu alaihi wasallam alikuwa akishamaliza kuosha mikono, akiosha tupu yake, akisukutua, anachukua udhu kamili kama udhu wa kawaida. Thumma yataahadu al-ma'atif, kisha akiangalia zile sehemu ambazo kwamba zimejificha, akipitisha maji ndani yake. Thumma yufidhu al-ma'a ala ar-ra's, kisha yupitisha maji katika kichwa chake. Sallallahu alaihi wasallam, unapitisha maji katika kichwa chako na kiosha uzuri. Thumma ala ma aqbala min ash-shaq al-ayman, baada ya kuosha kichwa sasa alikuwa akiosha upande wake wa kulia. Baada bi maana utakuwa umeshaosha tupu, umeshaosha kichwa, kinachofuata ni unaanza kuosha upande wako wa kulia. Kisha thumma ala ma adbara minhu, yani unaosha upande wako wa kulia lakini hapa mbele. Kisha kinachofuata unaosha upande wako wa kulia kwa upande wa nyuma, ndio thumma ala ma adbara minhu. Kisha thumma ala ma aqbala min ash-shaq al-aysar, kisha maliza upande wako wa kulia, unakuja upande wa kushoto, hivyo unaosha kwanza huku mbeleni, kisha upande wa kushoto nyuma yake min ash-shaq al-aysar thumma ala ma adbara minhu. Kwa hizi ndo zilikuwa husli na kaifia ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna ya kuoga janaba. Kisha akatupeleka msanifu rahimahullahu ta'ala katika makruhatu al-husli. Ni yapi anokirahishwa kwa yule mtu ambaye kwamba ni mwenye kukoga. Tuambia makruhatul husli hiya makruhatul wudu al-marratu, namna ambavyo kwamba tulielezea yale makruhati ya udhu katika udhu, ndio makruhati ama yanayokirahishwa katika kuoga. Uruhusi kufanya israfu ya maji, uruhusi kuzidisha zaidi ya 3, ukaacha bismillah. Zile makruhati zote ambazo kwamba tulielezea katika upande wa udhu ndizo hizi ambazo kwamba zinaingia katika upande wa kuoga. Insha Allah tutatosheka na hichi. Katika darasa linalokuja tutaangalia aghsalu almasnunatu, yale makosho ambayo kwamba ni sunna, yani kitu gani ni sunna mimi kuoga kwa kupitia hicho, yani sababu ya mimi kuoga ambacho kwamba itakuwa ni sunna, mathalan siku ya Ijumaa kuoga kwa ajili ya Ijumaa. Kwa darasa linalokuja ndio itakuwa masala yanazungumzia hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe tawfiki ya haya tuyafanyayo, na iwe ni katika mizani hasanati zetu, innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.